Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nipungie mkono mahali popote ulipo, hata wale ambao wako nyumbani. Tunashukuru Bwana kwa ajili ya baraka zake. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya wema na ukuu wake. Biblia inasema kwamba mahali palipo na wawili ama watatu wamekusanyika, yeye yuko katikati yao. Na jambo lolote ambalo wataweza kulifunga duniani litafungwa mbinguni, na jambo ambalo wataruhusu duniani litaruhusiwa mbinguni. Hivyo wale ambao pia wako katika mtandao wa jamii, ninawakaribisha katika Facebook page ya Word Power Church, Word Power Church and Power TV. Utaandika Word Power Church and Power TV, utaandika S na slot, na utaweza ku search the page, then you shall like, comment and follow, and you shall tune on to all updates when we are on, and you shall be blessed in Jesus' mighty name. This is Pastor Raphael. I am coming live from the altar of Word Power Church in Kitengela, Kajiado County, in south of Nairobi, East Africa, Kenya. I want to bring the message of the Lord, and today I'll be sharing from the book of Deuteronomy, chapter number 8 and verse 10 and the following verses. I want to share the message about the sin of forgetting. The sin of forgetting. And because God has blessed us today with the rain, we want to appreciate God for rain. Rain has not hindered us from coming to the house of the Lord to serve Him. Rains have not become a challenge to us. It is not an hindrance. It is a blessing. It is a motivation. It is a catalyst for us to serve the Lord. I want to tune into Swahili language. Them that are far away, you'll excuse me that I'll teach and preach in Swahili so that I may reach my local church and the believers that are here, and them that are in Kenya, them that are in East Africa. You are able to hear and understand Swahili. I want to invite you by grace of God. As soon we shall be tuning on with all languages, and we shall be reaching every soul and every body and every spirit, every individual, whatever you are, in the four corners of the earth. We will be reaching you through Word Power Church and Power TV. Hivyo nataka kuingia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter number 8 and verse number 10. The Bible says, when you have eaten and you are full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He has given you. Beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping His commandments and His judgments and His statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, thou hast built goodly houses and dwelled in there, when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, and brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in wilderness with manna, which thy fathers knew not, and that He might humble thee, and that He might prove thee to do thee good at thy later end. And those say in thine heart, my power and the mighty of mine end hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He might establish His covenant, which is so unto thy fathers, as it is in this day. And it shall be if thou do all, it shall be if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them. I testify against you this day
that you shall surely perish. As the nations which the Lord destroyed before your face, so shall ye perish, because you will not be obedient of the voice of the Lord your God. Baba, katika jina la Yesu, bariki watu wako walio katika mitandao ya kijamii, walio kanisani, wapee neema na kibali. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ninaomba nikiamini. Amen. Ningependa nipungie tu mkono wako, mkono wa amani. Wale ambao mko na simu na waomba uingie katika tumia bando zako na uweze kuingia katika mtandao wa kijamii, na pia usikize kwa kuandika. Biblia inazungumzia wana wa Israeli walipotoka nchi ya Misri. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, wapatie maagizo yale ambayo watafuata, maana mimi Mungu ninaenda kuwapea hawa wana wa Israeli nchi kubwa. Ukisoma ule mstari wa kwanza na mstari wa pili na mstari wa tatu, ukisoma mstari wa 4, inazungumzia vile Mungu aliwalinda kule jangwani, vile Mungu aliweza kuwazuilia, mavazi yao hayakuisha, na Biblia inasema pia viatu vyao havikuisha katika miguu. Amen. Na mavazi yao haikuchakaa na miguu yao haikufura kwa sababu ya jua iliyokuwa kule kwenye nyika. Na Mungu akawa anazungumza na wao, anawaambia, tazama nimewatoa nchi ya utumwa. Tazameni vile mimi niliwapeleka, nikafungua bahari ya Shamu. Kumbukeni vile niliua wa Misri, majeshi ya Farao waliowaandama wakitaka kuwarudisha katika nchi ya utumwa. Tazama vile niliwatetea kwa guzo la moto na kwa guzo la wingu. Mchana hamkuchomwa na jua, wala usiku hamkuona giza, maana guzo langu la moto liliwamulikia. Neno la Bwana linaongea kuendelea kusema kwamba mstari wa 4, kifungu cha 8 mstari wa 4, thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord God chasteneth thee. Mungu kama anamwambia, kumbukeni miaka 40, miaka ya jangwa, mimi Mungu niliwazuilia, mavazi yenu hayakuchakaa wala haikuzeeka. Unajua hili jambo linatushangaza sana. Yaani vile mtu aliendelea kunenepa, nayo nguo ilinenepa naye. Vile ulivaa kiatu akikuacha mguu kilipanuka pamoja na mguu, vile mguu ulivyopanuka. Vile ulivyovalia ile trouser ili grow ama ilikuwa pamoja na mtu. Hizi ni ishara ambazo Mungu alifanyia wana wa Israeli. Akawatoa kwenye jangwa, akawatoa kwenye wilderness, akatembea na wao for 40 years. 40 years katika Biblia inaonyesha miaka ya mateso, majira ya mateso, na baadaye ukombozi wa Bwana jinsi unavyoshuka. Na leo hii na mchana wa leo ninataka ni address kila mmoja. Ukiwa kwa boma yako, ukiwa kwa nyumba yako, kuna dhambi inaitwa dhambi ya kusahau. Wana wa Israeli wakawa wametolewa Misri. Mungu akatumia nguvu nyingi sana mpaka akaua all the firstborns of Egyptians. Mungu akasababisha kilio ambacho hakijawahi kuwepo nchi ya Misri kwa ajili ya Waisraeli, na akawatoa na mkono ulionyooka na mabawa ya tai. Biblia inasema kwamba ishara zile Musa alifanya akitumia fimbo zilikuwa ishara za kushangaza ambazo hazijawahi onekana katika historia ya dunia. Mungu ana uwezo wa kufanya chochote kile akuokoe wewe mpendo. Mungu anaweza tumia nguvu yoyote ile akutoe katika vifungo vya Farao, maana Mungu anakupenda. Ukisoma mstari ule wa 6, Biblia inasema, therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God to walk in his ways, to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out with valleys and hills. Mungu akawaambia, ninawapeleka nchi nzuri. Musa akawaambia, Bwana anawapeleka katika nchi ya utele, nchi ambayo imejaa vinono, nchi
nchi iliyojaa asali na iliyojaa maziwa, nchi ambayo milima na vilima na bonde vinabubujika vijito vya maji masafi. Hivyo Mungu alikuwa ameandaa a good habitation, makao mazuri kwa ajili ya wana wa Israeli. Leo hii Biblia inasema mipango iliyo nayo kwa ajili yenu ni mipango mizuri, wala sio ya kuangamiza, lakini kuwapatia siku nzuri zijazo. Kila mtu ako hapa ako chini ya mipango mizuri ya Mungu. You are under the good plans of the Lord, and the plans of God will not change in your life because you are surrounded by your enemies. Mipango ya Mungu haitabadilika kwa maisha yako kwa sababu una maadui waliokuzunguka. Mungu ataacha kufanya kile alisema atafanya ni kwa sababu shetani amekuinukia. Biblia inasema aliwaongoza kwenye wilderness ama nyika iliyokuwa imejaa nyoka wa sumu, akiwapitisha kwenye jangwa yenye changarawe iliyochoma na jua iliyokuwa inakausha mimea, lakini Mungu akatembea na wana wa Israeli. Kila mtu wako hapa chini ya kivuli cha sauti hii, uko na jangwa yako ambayo umetokea. Everybody has got his wilderness experience. Kila mtu ako na jangwa yake anayoipitia ama aliyoipitia, na kama bado hauna jangwa, ngojea inakuja. Lazima upite kwenye jangwa, maana kwenye jangwa ni kikaangio cha Mungu. Kuna vitu lazima vitapita kwenye moto, kuna vitu vitapitishwa vijaribiwe kabla haujapelekwa nchi nzuri kisha pana iliyojaa asali na maziwa. Hapo kuna amen. Haleluya. Unapopita kwenye jangwa, ujue hauko peke yako. Kuna Mungu atakubeba kwenye hiyo jangwa na atakutoa kwenye hiyo jangwa ukiwa hauna madhara, atakutoa mzima. Ndio Biblia inasema hiyo miaka 40 viatu vyenu havikuisha. Maana vile mguu ulivyo grow ndivyo kiatu kilipopanuka, vile shati na ilivyokuwa ndogo na mtu ameanza kunenepa. Nataka nikwambie nayo shati kwa uwezo wa Mungu ikaanza kuexpand for 40 years. Inamaanisha mtu aliyeanza kuvalia shati akiwa na mwaka mmoja wa kwanza, the first year, aliendelea mpaka 40 years na hiyo shati. Kwa hivyo haikuisha. Hiyo ni verse 4. Kwa hivyo kuna maajabu ya Mungu. Hiyo inaitwa the sustaining grace. Ninataka nikuombee wakati mmoja ukiwa katika mji wa Kitengela ama ukiwa maeneo yoyote ulio nyumbani. May the Lord give you a sustaining grace. What is sustaining grace? Sustaining grace ni neema inayokushikilia wakati ule you are about to give up. The time you are almost giving up, there is a sustaining grace. Kuna neema inakushikilia. Umeacha maisha yako yamefika ukingoni, umeacha maisha yako yanaangamia, umefika mwisho, you are almost giving up. You don't know where to start, you don't know where to end, you have no money. Hakuna mahali pesa inatokea, wala hakuna dalili ya pesa kuja, lakini wakati huo neema ya Bwana inakushikilia. Mpendwa, I pray for you, may the Lord sustain you with his grace. Wakati huo maadui wanainuka, wamenoa panga zao, wana mishale, wanataka kushambulia, wametuma laana, wametamka maneno ya kukuvunja moyo. Uko tayari kujiachilia ushambuliwe na uangamie, lakini Mungu anakupatia the sustaining grace. Hallelujah. Nataka nikuambie maisha tunayoishi yako na jangwa. Kila mtu ako na wilderness, kila familia iko na wilderness inapitia. Kila mtu ana wakati wa kupita kwenye wilderness, na wakati wa wilderness sio wakati mbaya, ni wakati mzuri. Maana inamaanisha hiyo jambo unapitia ngumu, hayo machozi unalia, hayo mapito unapita, kuna preparation ya maisha mazuri mbele. Kabla mtu hajafanyika kuwa mfalme, kuna maandalizi.
hata anapopita kura hajawahi ingia kwa ikulu, lakini ameshashinda kwa kura. Kuna mahali anapelekwa for orientation, anaambiwa hivi ndivyo mfalme anavalia, hivi ndivyo mfalme anaongea, hizi ndivyo silaha ama vyombo vya nguvu. These are the powers and instruments of power you will be using. Wakati ule unapeana speech, hivi ndivyo utakavyotokea. Lakini kabla ya speech kuna jangwa amepita. Kabla hajapewa instruments of power, kuna majina aliitwa mabaya, kuna watu walimwacha njiani, kuna watu walimvunja moyo. I want to encourage someone. I don't know who I'm talking to, but I know there is someone that is listening this message. Before you enter into the land that is an expanded land filled with honey and milk, there is a wilderness to go through. And when you are going through a wilderness, it is time to watch. When you are going through a wilderness, it is time to give praises to the living God. It is time to be very careful, because you are about to live that lifestyle. You are about to come out of that wilderness. You are about to come out of that situation. You are about to break the chains and the shackles. You are about to break forth from the cocoon. You are about to enter into a spacious land, a land of hope, a land of opportunities, a land of gold and silver, a land that mountains are flowing with rivers that are giving forth life. Mungu akawaambia, mimi nimewasaidia, nimewatupia mikate iitwayo mana. Kila mtu akiwa kwenye jangwa, kuna neema ya kuleta mana. There is grace for mana. There is a sustaining grace in the wilderness, and there is also a grace for mana. Ninakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akushikilie na pia akupee neema ya kupokea mana. Mana ni ya watoto wa Mungu. Watoto wa Mungu watapata mana. Mana sio ya watu wa dunia. Mana sio ya watu wasio na agano na Mungu. Mana inamaanisha nini? Umefika mwisho, umeona maisha yameangamia, yaani umefika mahali ukasema it's like everything is against me. Naomba watu wakae kanisani na tutulie. Unaona life is against you, unaona maisha yako kinyume na wewe, lakini hapo mlango unafunguka. The grace for mana. Amen. Neema ya mana. Kikamba mana inamaanisha kitu ya kupewa bure. Hallelujah. Nayo mana mbinguni ni mikate iliyotengenezewa malaika. Imeundiwa kule mbinguni. Haitatengenezwa na jiko la duniani. Kuna vitu ambavyo Mungu atakupatia vimepikwa mbinguni. Kuna miujiza ambayo imetengenezewa mbinguni. Sio miujiza ya kuigiza, sio miujiza ya kutengenezwa, sio miujiza ya kupambana, sijui itaje. It is not a tailor made. Haijatengenezwa na mkono wa mwanadamu, wala sio bandia, lakini ni miujiza imetoka kwenye jiko la mbinguni. I don't know where I'm talking to, lakini katika ibada hii na baada ya ibada hii tutapokea milango iliyo wazi, maana tunatoka kwa jangwa. Jangwa inaweza kuwa ni ukosefu wa fedha, inaweza kuwa umepita kipindi kigumu, hauna pesa hata ya kula chakula, hauna pesa hata ya kulipa nyumba, hauna pesa hata ya kununua chakula na vitu vinginevyo, lakini kuna neema Bwana anaachilia ya mana, a mana grace, neema ya kusababisha mikate, neema ya supply, neema ya kufikiwa. Malaika wa mbinguni watakutembelea, utakutana na watu watakufeva, utakutana na watu watashika mkono wako, watakwambia nifuate. Sijui kama ushakutana na kitu kama hicho, lakini utaanza kukutana nacho. Utakutana na mtu akwambie, "Can you follow me?" Nifuate. Na kupeleke kwenye supermarket akwambie, "Take anything that you need." Amen. Ama kupeleke mahali kuna an ATM card akwambie, "How much do you need?" Ninakuombea hiyo neema kwa jina la Yesu.
Ninapokutana na watu watakuuliza how can I help you, nitawezaje kukusaidia? Maana kuna grace ya maana, na Mungu anasema wakati ule ameachilia a sustaining grace, na pia amekupatia neema ya supply, neema ya maana, the manna grace, ambayo inasababisha mkate wa kila siku usipotee. Manna grace inamaanisha hautalala njaa. Mungu atakufungulia milango ambayo hukutarajia. Lakini Biblia inasema wakati ule Mungu atakusaidia na akupigania na upate chakula ule na ushibe na moyo wako utosheke, ni wakati wa kujiadhari. Leo hii nataka nikutie moyo, nikwambie it is time to be very careful. Wakati ule Mungu amekubariki, wakati ule unaomba kazi, hakuna shida nyingi. Wakati ule wapendwa hawana pesa, hawana shida nyingi sana. Na usikize vizuri, wakati ule pesa haijaingia kwa mfuko, roho yako imenyenyekea, roho yako inamcha Mungu, roho yako inatamani Mungu wa mbingu, unaimba vitabu vya Zaburi, unaimba vifungu vya Biblia, una kiu na Mungu, uko karibu sana na Mungu. Lakini Mungu anasema wakati ule utakula sasa ushibe. Wakati ule kipindi cha nyika, kipindi cha wilderness kitaisha, na uanze safari ya kuingia katika nchi ya utele. Ni wakati wa kujiadhari. Wakati ule chakula kilikuwa ni shida, ukawa uko karibu na Mungu. Wakati ule mavazi yalikuwa yameisha, Mungu akakusustain, ukawa uko karibu na yeye. Wakati ule kiatu kilikuwa ni kimoja, ukawa unamwambia Mungu, nisaidie nitoke kwa hii jangwa. Wakati ule tu ulikuwa unasikia tu nyama inanukia kwa jirani na kwako hata 50 hauna. Wakati ule ulikuwa unamwambia Mungu, nisaidie, siku ile nitatoka kwenye hii jangwa. I swear I will serve you with all my life. Lakini sasa Mungu akawaambia, mkishatoka, Mungu aongee na watu wameanguka tayari. Mungu anawaonya, anawaandaa, anawaambia najua nitawatoa kwenye hii wilderness. And I am very sure mtaingia nchi ya utele. Hivi anawaambia be careful, siku ile mtakula na mshibe. Nami nakuambia mpendo, Mungu anakutoa kwa hiyo jangwa. You are in preparation and you are about to leave that wilderness. Leo hii pesa ni shida kwako, leo hii atakutoa sadaka ni shida, lakini Mungu yuko karibu kukutoa kwa hiyo hali. Lakini wakati ule pesa zitaingia, ile pesa ndogo kwako itakuwa ni 500. Wakati huo pesa ndogo ni 500, ni wakati wa kujiangalia. Wakati ule masuti yatakuwa ni ya kupangiwa, unatumia wardrobe, unavuta, unachagua leo nataka gani. Ni wakati wa kujiangalia. Wakati ule utanunua chakula, uwe na ushibe na kingine kibakie, na usaidie na majirani, na ubakie na pesa mfukoni. Huo ndio wakati hatari sana katika maisha ya mwanadamu. Oh my God. Na Mungu akawaambia, msije mkasahau, mkasema nimepata mali hizi zote kwa nguvu zangu, nimepata mifugo hii kwa nguvu zangu, nimejenga majengo kwa nguvu zangu, nimepanda mizabibu kwa nguvu zangu. Maandiko yanasema usisahau ya kwamba ni Mungu akupeaye nguvu za kufanya utajiri. Hakuna amen. Ni Mungu akupeaye nguvu. Ukisoma mstari ule wa 18, maandiko yanasema but thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth. Kwa hivyo leo nguvu za utajiri hazitokani na manabii. Wale ambao wanaacha makanisa yao wakikimbia kwa manabii, utakimbia nyayo za miguu ziishi. Wale ambao mnakimbilia vitambaa na mnanisikia mkiwa katika pengine maeneo mbalimbali, vitambaa utaosha, vitaisha.
Wale wanakimbia kwa manabii wakitafuta sabuni, zimeombewa. Sabuni itaisha kwa maji na utabakia vile vile. Wanaobeba mawe, the giant killer anointing, mawe yameombewa, utayapanga, utakaa fundi wa mawe na kuna kitu unajenga. Lakini ukitoa mawazo yako kwa hizo vitu, utoe mawazo yako kwa sabuni, utoe mawazo yako kwa chumvi ambayo imeombewa, utoe mawazo yako kwa mafuta ya kununua, utoe mawazo yako kwa kununua asali iliyoombewa, utoe mawazo yako kwa miwa ya manabii iliyoombewa, utoe mawazo yako kwa uji wa manabii uliotengenezwa. Nataka nikuambie, ukiweka mtazamo wako kwa Mungu, Biblia inasema ni yeye akupeaye nguvu za kufanya utajiri. Basi unaongea nini? Ninasema it is the Lord that gives you power to create wealth. Wealth does not come from a false prophet. Wealth does not come from an anointed soldier. Whether nor does it come from a broom that has been prayed for. I want to discourage you from trusting human beings for wealth. Kuna mtu ameacha kanisa lake, unasema mimi naona hapa nimekaa, sijaona Mungu akinibariki, nataka nitafute nabii anitabirie. Nabii atakutabiria, na ukiachana na nabii atakwambia kabla hujaenda toa sadaka, maana nimekuonea. Yeye mwenyewe hajatosheka na pesa, hajajitabiria zikakuja. Anategemea akili yako aipige pumwazi, akupokonye kidogo licho nacho. Kabla hujaondoka atakwambia na nabii wa Bwana hajashiba. Na hujatoa sadaka ya madhabahu ya kuonewa. Kwa nini asitabiri zikuja hapo kama mvua, kama ni nabii wa pesa? Mungu ndiye anayepeana pesa na funguo. Mungu ndiye anayepeana funguo za mali. You don't need to look for a prophet to be rich. Nisikize. Yesu akawaambia katika kitabu cha Mathayo 6:33, akawaambia utafuteni ufalme wa mbingu kwanza na utaua wake ama utakatifu wake wote, na haya mambo mengine ambayo watu wanatafuta mtaongezewa. Kwa hivyo utajiri si priority ya ufalme. Utajiri is an additional. Kitu cha kwanza ni uzima wa milele na maisha matakatifu, lakini mali na utajiri, vitu zingine unapewa kama bonus. Kwa hivyo usiweke mawazo yako kusema I am working too hard, I am struggling a lot and I'm not earning anything. I want to tell you, if you begin becoming faithful in small things before the Lord, God will lift you and you shall become a steward of greater things. Mimi niko na ushuhuda ya kwamba katika mji huu wa Kitengela Mungu anaweza akakubariki bila kutegemea manabii na bila kutegemea chumvi zimeombewa na bila kununua fagio, maana fagio utanunua zitaisha, lakini Mungu atabakia kuitwa Mungu. Haleluya. Maandiko nasema na utakumbuka Mungu. Wapendwa, how do you remember God? By fearing him. Biblia inasema muogope Mungu, muheshimu Mungu. Ukiwa na the fear of the Lord, nataka nikwambie, hata ukiamka asubuhi na hauna pesa na unaangalia unaona kwamba hakuna hata breakfast, hakuna chochote, hakuna dalili ya kubarikiwa, continue fearing the Lord. Wale watu ambao wanapenda Mungu wakati ule wako na pesa, wewe haupendi Mungu, wewe ni mnafiki. You need to love God. Ukiwa na pesa, ukiwa hauna pesa, ukiwa na mambo mazuri na mambo yakiharibika, majira yote mazuri na mabaya, muogope Mungu, muishie Mungu. Atafungua njia ambayo haionekani na macho ya mwanadamu. Haleluya. Utaanza kuona watu wakija. Lazima ufike level ya kumwogopa Mungu. Utafika level ya watu kukutafuta, wanakuuliza what can I give to your life? Watu wataanza kukuuliza unataka mshahara kiasi gani?
Hakuna mambo ya kuandika mshahara wako. Ni watu wanakuuliza. Yaani utapata opportunity mpaka unaulizwa, how much do you want us to pay you? Amen. Maana level yako ya kuogopa Mungu imepita kiasi kile ambacho mwanadamu hangeweza. Yaani umepita ile level ya kwamba I love God too much, ya kwamba kuna kitu kikubwa mbele yangu katikati yangu na Mungu. Ikiwa unapenda Mungu wakati kuna jua na mvua ikija unasema sitanyeshewa, lakini ukienda kwa kazi auogopi kunyeshewa. You need to turn to God. You don't fear the Lord, you mock God. Yours is not a holy fear. Yours is a hypocritical fear. Na hii injili inahubiri haina imani nyingi. Leo hii nataka nikutie moyo, nikwambie, ikiwa wakati ule hauna pesa, imani yako inashuka, na pesa ikija unashusha imani, unasema ainuliwe Bwana wa mabwana, basi inamaanisha tumaini lako liko katika vitu vya dunia. Biblia inasema utamkumbuka Mungu, maana ni yeye akupeaye nguvu za kufanya utajiri. Ninakuombea mchana wa leo, you don't need to fear anything. God is the Lord Almighty. He has all power and authority. He has the keys of prosperity. He will prosper you in wherever you are. Biblia inasema atawabariki mashambani, atawabariki na mjini, atawabariki mkitoka, atawabariki mkiingia. Inua imani yako, mwangalie Mungu aliyesababisha mikate ikatoka mbinguni iitwayo mana. Muamini Bwana, atabadilisha historia yako. Kwa nini watu wanakaa kwenye jangwa kwa muda mrefu? When you don't cooperate with God, you shall extend your stay in the wilderness. Kuna watu ambao wangestahili kuwa wametoka kwenye wilderness, wangestahili kuwa mbali sana, lakini wamedelay process ya kutoka kwenye jangwa. Leo inakataa kwa jina la Yesu. Anything that is entering me, any spirit of delay, any spirit of complaining, any spirit of murmuring that may enter and delay me coming out of my wilderness, if that is your prayer, I want you to shout, Jesus, I am coming out of my wilderness in the mighty name of Jesus. Unatoka kwenye jangwa, na kama unataka utoke kwa wakati wa Mungu, usinungunike, usiseme mbona nimekaa sana kwa jangwa hii, mbona mimi, why me? I want you to remove the word why me. Kutoka leo toa hiyo word why me. Kuna vitu ambavyo vitafanyika mpaka ubadilishe mawazo yako. Kuna watu ambao statement zako zimekufanya uendelee kukaa kwa delay. Leo hii kataa spirit of delay, na useme ninatoka kwenye hii delay, ninatoka kwenye hii wilderness, ninatoka kwenye kiwango cha kulia. Nimelia usiku, lakini asubuhi inapambazuka, asubuhi ya furaha. Ninatoka kwenye minyororo ya giza kuu iliyonizuilia kwenye hii wilderness. Mungu aliwaambia wana wa Israeli wakati ule mnaendelea, be careful that you don't murmur and complain against my angel that I'm setting to lead you. Mungu aliwapatia malaika wa kuongoza, lakini akawaambia mjihadhari, msimkosee malaika wangu, maana mkimkosea hata wasamehe. Nataka nikuambie, when you are in the wilderness, you are in between death and life. You are hanging on a line. Na ukiwa pale, you must be very careful, maana ukiteleza kidogo umerudi kwa Farao, na ukisonga mbele umeenda nchi iliyopana, nchi iliyo na maziwa na asali, nchi nzuri iliyojaa milima inayobubujika vijito vya maji. Actually, let me tell you, ukiwa kwenye jangwa umekalia, ama you are walking on a hanging line, na hiyo line itategemea hatua. Angalia, hatua ya kuinua mguu kwenda mbele itategemea kama utaenda, maana ni ka line kadogo.
na kama utateleza urudi nyuma kukanyaga tena huo uzi hapo, kukanyaga tena ubalance, ndio ujue unaenda mbele ama unarudi nyuma, itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo kanyaga uzi vizuri. Hata uzi ukifanya hivi kanyaga, lakini hata kama kanyaga ukienda na mbele. Hata kama utaanguka, anguka mbele, jirusha uanguke kule mbele, usikubali kuanguka nyuma ya uzi, maana kuna uzi. There's a demarcation line between your wilderness experience and the spacious land, a land of possession before you. Any small mistake can cause delay. Complaining can cause delay. Amen. Ukianza kujianalyze, if you begin comparing and contrasting, uanze kusema nilianza na fulani, nilisoma na fulani ndiye alikuwa class monitor ama prefect, lakini life yake na yangu iko na. Let me tell you, Mungu ako na kitabu cha destiny yako. Mungu ameandika jina yako kwa kitabu chake cha destiny, na Mungu ndiye anajua kesho yako. Hata Mungu anajua mwisho wako, na Biblia inasema Mungu ananena mwisho kabla ya mwanzo. Kwa hivyo Mungu anajua mwisho wako, maana ndio alianza nao akaja kumaliza kwa beginning yako. Wewe unaona beginning, wewe unaona chapter 2 ya kitabu cha maisha yako, lakini hujaona chapter 10 ya mwisho wa hicho kitabu. Wewe uko page 2 ya maisha, lakini Mungu ameandika mpaka page 107, ameshamaliza kule mwisho. Wewe unang'ang'ana na page 2, unaona Mungu amekuacha. You are complaining too much. Let me tell you, you should not delay your stay in the wilderness. Amen. You need to know it is God that gives you power to create wealth. Hakuna mganga duniani aliye na mti ama aliye na matibabu, aliye na dawa ya kuleta utajiri. Shetani atawapatia wale wanamfuata, anawapatia mali na utajiri, lakini ni kwa muda mfupi sana. Wanaanza kulia na kusononeka na kila kitu inapotea ghafla binvu. Kufunga macho na kuyafungua, wameshapoteza mpaka nafsi na roho yao na miili yao inaangamia, na wanaongojewa na hukumu ya milele. Mungu akamtembelea Sulemani, maana Sulemani aliomba wakati ule alimaliza kujenga hekalu, aidedicate mbele za Bwana. Huo usiku akaomba akamwambia Bwana, ninatamani unipatie hekima ya kuwaongoza watu hawa wa Israeli. Lakini Mungu akaona roho ya huyu Sulemani ni roho inayomtegemea yeye, akamwambia umeniomba hekima, lakini si hekima tu nitakupea, nitakuongezea na utajiri. Leo hii natangaza neema ya Bwana ikushukie katika uchochole wa maisha na katika unyonge wako. Neema ya Bwana ikuinue katika jina la Yesu. Kuna neema inainua watu, kuna neema inakutembelea. Huu mwezi ni mwezi wa kutembelewa na neema ya Bwana. Inatabiri kwa jina la Yesu, it is a month of visitation. The Lord is visiting some people. Kuna watu wanatembelewa na pesa, kuna watu wanatembelewa na watu wakubwa, kuna watu watafunguliwa milango mikubwa, kuna watu mtatoka kipindi cha kulia, utaingia majira ya furaha. Huu ni mwezi wa kufurahia, huu ni mwezi wa matunda, huu ni mwezi wa mavuno. Unatoka kwenye mitego ya wachawi, unatoka kwenye laana za wanaokuchukia, unafunguliwa kwenye vifungo vya giza. Huu ni mwezi wako. Kabla mwezi hujaisha, natangaza hiki ni kipindi cha lala salama. Mungu anaweza tenda lolote, Mungu anaweza inua yeyote, Mungu anaweza tajirisha yeyote. Rikabayantarabaza riprosakatramayata riprosakatramayata. In the name of Jesus, I lift up a pillar of fire around your family. May the pillar of fire of God speak against every other dark world, speak against forces of darkness, destroy all practitioners of witchcraft against you, destroy all satanic altars that are delaying you in the wilderness.
I decree and I declare, as the Bible says in the book of Job, chapter number 22, and verse number 28, we shall also decree a matter, and it shall be established, and the light will shine in your path. May the Lord arise and let the enemies of God be scattered. I am praying for you. The Lord will give you power to create wealth. I want you to know, the Bible says in the book of Psalm chapter number 62 and verse number 11, once the Lord has spoken, twice have I heard that power belongs to God. I pray for the power of God. I pray for the grace of God. I pray for the enabling grace of God. You are unstoppable. From today, may the Lord mark you with power. May the Lord mark you with a sign of power. Power to create wealth. Power to expand. Power to break through. Power to healing and deliverance. Power to acquire wealth. Power to accumulate possession. You are unstoppable. You are unstoppable. I want to tell you, you are unstoppable. Huwezi ukazuiliwa na kitu. Hata kama leo uko chini, hauwezi ukazuiliwa na chochote. Mungu anakuinua, anakupa nguvu za kutafuta hicho kitu ambacho haungeweza kukipata. Hallelujah. I want to prophesy. Between now and 7 days, there are people who are going to give a testimony. And I pray that God will also remember me as a prophet, that I did not speak something that did not come from my spirit. Let me also testify. Let me also share in this grace. May the Lord give you a testimony in a period of 7 days. In 7 days, you can become a millionaire. You can take these words to the bank. In 7 days from now, you are going to be visited by the Lord. Baada ya siku 7 kutoka saa hii kuendelea, kuna vitu vitazaliwa, kuna watu watapata kazi, kuna watu wataajiriwa, kuna watu pesa haitakuwa shida, kuna watu ponyaji utaingia, kuna watu watapanuka, kuna miradi inakamilika, kuna njia zinafunguka, kuna watu wanaokutembelea wakiwa na funguo ya destiny yako. Natangaza siku 7 kutoka sasa, something is breaking forth. Ikiwa unaamini, amini kabisa katika jina la Yesu. May this seed speak for you in the mighty name of the Lord. Wacha hii ikunene, imani yako ikunene katika jina la Yesu. Nimesema kwa siku 7 kutoka sasa, wale wanaoamini madhabahu haya, wanaoamini Mungu wangu, wataanza kuona vitu ambavyo sio za kawaida. Na katika hizo siku 7 kuna wachawi watazikwa. I am saying, I announce the death of every witch around your village. Anybody that has been fighting your family, they are going to be buried in the mighty name of the Lord. Every witch, mchawi atazikwa, wachawi watazikwa, wachawi wanazikwa. Natangaza baada ya siku 7 kutoka sasa, vitu vinafanyika. Mungu anataka jitangaze kwenu. Mungu umemjua tu kama Mungu anayeokoa, lakini hujamjua kama mtu wa vita. Natangaza Mungu ambaye ni moto ulao anashuka kwa kijiji chenu. Kuna vitu vinabadilika. Madhabahu yaliyokuzuilia kuinuka, maroho yanayokusababisha usijenge na ukainuka kwa kijiji, ninatangaza hayo madhabahu yanavunjika vipande vipande. Wachawi waliochukua mchanga wa kwenu na wakatangaza pasiwainuka mtu, huo mchanga unawameza kipindi cha siku 7 katika jina la Yesu. Na siogopi, natangaza kipindi cha siku 7, God is going to bring vengeance. Mungu atakulipisia kisasi. Kuna mambo ya kifamilia kwenu, kuna mambo ambayo huyawezi. Umeomba, umefika mahali ukachoka, umetoa dhabihu,
umefika mahali unachoka, lakini baada ya siku 7 kutoka sasa, Mungu anatembelea kijiji chako. Kuna vitu vinafanyika, kuna kilio katika nyumba ya Farao na kuna furaha katika nyumba ya Israeli. Maandiko yanasema na nyumba ya Daudi ikazidi kuinuka, lakini nyumba ya Sauli ikazidi kushuka. Natangaza kwa nyumba za wachawi wakashuke, na kwa nyumba ya watoto wa Mungu wakainuke katika jina la Yesu, na kutabiria kama vile Isaya anavyonena. Isaya 64 mstari wa 1. Laiti Bwana ungeshuka na ungepasua mawingu, na ungeshuka na moto unaochoma misitu, unaotetemesha milima, ni kama vile maji yanavyochemuka. Natangaza kuna vitu vinachemushwa, kuna vitu vinachomeka kama misitu. In the name of Jesus, pokea neema. Hata kama wewe ni mnyonge, pokea nguvu. Hata kama wewe ni mgonjwa, pokea nguvu za Bwana. Uweza na nguvu na mamlaka ni zake Bwana. Huyo Bwana anakutembelea. Siku 7 kutoka sasa, we are going to see great miracles. Na mimi nataka Jumapili, nataka watu waniletee maushuhuda. Mimi nataka ushuhuda unaoambatana na kile nimenena. Baada ya siku 7, if I be a man of God, after 7 days from now, you will see things you'll never see, because God is going to visit you. Number 7 is number of rest. Mungu anapumzisha kutokana na hizi vita. Utaingia majira ya rest, kupumzika kipesa, kimaisha. Hakuna kung'ang'ana, kuna neema inashuka. Ninaiona. I see grace coming. I see manna coming from heaven. Naona milango inafunguka. Ninaona divine connection. Ninaona a bridge ya kuconnect wewe na kuvuka mambo nyingine. Yale mambo ungeweza yafanya, kuna neema inaachiliwa. Yako ni kuamini na kuongojea katika jina la Yesu. Inua mikono yako. Baba, katika jina la Yesu, ninatangaza Baba, kipindi cha siku 7 kutoka sasa, ninaomba mbingu, let the heavens kiss the earth, let the presence of God touch this altar, let the angels of God begin to descend and to ascend, coming and carrying the packages of blessings of your people. Ninaamurisha malaika, maana Biblia inasema malaika ni roho wanaotutumikia. Ninaamuru malaika, maana tumepewa nguvu na tumepewa kiwango juu ya malaika. Ninawaamuru malaika wa Bwana, malaika ambao ni kadhara wa baraka, wanaokusanya baraka, malaika wanaotumwa kama vile Gabrieli, watumwa kwa watu wa Bwana. Wengine watumwa na barua za fedha, wengine watumwa na ujumbe wa kazi, wengine watumwa na ujumbe ya promotion ya kazi na mshahara, katika jina la Yesu. Kipindi cha siku 7 ndicho ninachonenea. Natangaza kwa kipindi cha siku 7, malaika wa upanga wa Bwana mkali anatembelea wachawi wa maisha yako, anatembelea waliokufunga, anatembelea walioinua madhabahu za wachawi, waliotoa kafara za mbuzi na damu ya wanyama wa kuzuilia usiinuke. Na tangaza damu ya Yesu lakaprakatromosaya liprusakatrobainta in the name of Jesus. Kuna watu wanatoka kwenye mashimo, kuna watu wanatoka kwenye mapango, kuna watu waliofungiwa wanatoka nje na ushuhuda katika jina la Yesu. It is your season to laugh and to rejoice. May the Lord laugh at your enemies. Mungu awachekelee maadui zako. Mungu awachekelee wachawi. Mungu awachekelee waganga wote waliopewa jina lako, wakaweka kwenye chupa yenye damu, wakatangaza masiku na miaka, wakakuhesabia siku za kifo. Na tangaza hizo chupa zikalipuke in the mighty name of the Lord. Hizo chupa zikapasuke, pasuke. Hizo vioo vya wachawi pasuka, 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 pasuka. Kamata moto in the name of Jesus.
I bless your people. I release grace. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Amen. Lift up your hands. Inua mikono yako, mwambie Bwana asante. God bless you.